kwa kuwa makuzi ya mtoto bora mwenye ubongo uliokomaa yanaanzia 0 hadi miaka 8. Wakati huo mama ndiyo mlezi mkuu wa mtoto huyu. Wakati anatoka kwenye familia yake anakuwa ameongozana na watoto hawa. Je, serikali haioni haja ya huu muda kuwa mrefu, kwa kuwa mgogoro huu hadi unafika mahakamani umetokea kwenye nyumba zile wajumbe wa nyumba 10 na mabalozi. Kwa hiyo mgogoro unakuwa ulishawaka moto muda mrefu. Je, serikali haioni huu muda wa mwaka mmoja mpaka miaka 2 ni mrefu? Swali la pili, kwa kuwa mwanamke ana mchango mkubwa kwenye familia na nyumba zetu, lakini mama huyu pale unapotokea mgogoro anatoka yeye na rambo na watoto, hata alivyochangia kwenye ile familia anakuwa habebi. Je, serikali haioni haja kuepusha migogoro isiyo na lazima? Wanandoa hawa wanapogombana, kila mmoja aende kwa babake na mama yake, mlango ufungwe ili haki itendeke. Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Happiness. Kwa kweli anafanya kazi kubwa sana ya kuwasemea wanawake na watoto, sio tu wa mkoa wa Ruvuma lakini wa Tanzania nzima kwa ujumla. Kuhusiana na swali lake la kwanza kwamba muda wa mpaka miaka 2 wa kesi za talaka ni muda mrefu na unaweza ukaleta athari ya mtoto na hasa mtoto wa chini ya miaka 8. Kama nilivyojibu kwenye majibu ya msingi ni kwamba muda umewekwa mahususi kwa ajili ya kuhakikisha mashauri mbalimbali yanaisha katika mahakama, ikiwemo mashauri yanayohusiana na masuala ya talaka. Sasa muda wa kumaliza shauri la talaka katika ngazi ya mahakama ya mwanzo ni miezi 6. Ndani ya miezi 6 lazima shauri hili liwe limekamilika na maamuzi yametoka. Lakini katika ngazi sasa za mahakama za wilaya na mahakama ya hakimu mkazi ni muda wa mwaka 1, lakini katika ngazi ya juu zaidi ambayo ni mahakama kuu ni miaka 2. Kwa hiyo mara nyingi kesi za ndoa tunaona zinaisha katika ngazi ya mahakama ya mwanzo, lakini yapo mazingira mengine ambayo kesi hizi zinaenda katika ngazi ya juu, na ndio maana mahakama imeweka mwongozo wa kutaka kuharakisha kesi hizi zisikilizwe kwa wakati ili kuweza kutoa haki hizi kwa wakati na kulinda maslahi ya wanaohusika katika mashauri haya ikiwemo watoto wadogo. Lakini kuhusiana na swali lake sasa la pili, ambayo amegusia swala la mwanamke au mke kufukuzwa kwenye nyumba ya ndoa pindi anapokuwa kwenye shauri linalohusiana na masuala ya talaka. Sasa sheria za Tanzania zinatambua, na hasa sheria ya ndoa sura ya 29 hairuhusu mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa. Na nyumba ya ndoa imetambulika kabisa kisheria ni ile nyumba ambayo mume na mke wanaishi, na nyumba hiyo ya ndoa inakuwa na umiliki wa pande zote kwa maana ya mume na mke. Kwa hiyo mume haruhusiwi wa pande zote kwa maana ya mume na mke. Kwa hiyo mume haruhusiwi kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa pindi wanapoingia kwenye shauri la talaka, na huo ni msingi ambao umewekwa katika kifungu cha 59 cha sheria ya ndoa. Lakini tumeona maamuzi mbalimbali yanatolewa na mahakama kufafanua na kusisitiza msingi huu uliowekwa kwenye kifungu hichi cha 59. Mathalan kwenye kesi ya Elizabeth Gikene dhidi ya John Gikene ambayo ni shauri la ndoa namba 5 la mwaka 2004, mahakama imesisitiza msingi wa kwamba mume haruhusiwi kumfukuza mke kwenye nyumba yao ya ndoa wakiwa wapo kwenye shauri la talaka. Kwa hiyo tunafahamu kwenye jamii kunakuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinahusisha wanawake kukutana na mazingira kama hayo. Kwa hiyo wanawake wanapokutana na mazingira kama hayo, wanachoweza kufanya ni kuchukua taratibu za kisheria ambapo anaweza kuwasilisha maombi ya zuio. Yaani mhusika, tuseme mke, anaweza akaandaa maombi ya dharura mahakamani, chamber summons, kwa ajili ya kuiomba mahakama kuweka zuio la muda, temporary injunction, ili asifukuzwe
azuie either kufukuzwa kwenye ile nyumba yao ya ndoa au kuzuia pia nyumba kuuzwa, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza ukashangaa mpo kwenye shauri la talaka, lakini nyumba mnayoishi, nyumba ya ndoa, ipo katika kuuzwa. Kwa hiyo utaratibu umewekwa, unaweza ukaomba zuio hilo la muda ili mahakama iweze kuingilia kati na kuzuia hatua za namna hiyo. Na maombi haya yanafanyika kwenye mahakama ambapo Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu yako nadhani ameyaelewa na umempa reference nzuri akaenda afuatilie.